Mtazamaji, tuko hapa airport. Tumekuja kupokea mwili wa mpendwa wetu Karina ambaye umauti tulimpata akiwa nchini India ambako ndiko alikokuwa akipatiwa matibabu. Mbele ya kamera ni Taz Genius. Kipindi cha uhai wa Karina, Taz Genius alikuwa ni mtaalamu ambaye alikuwa anamtibia, kwa hiyo kuna historia ya yeye kumtibia. Kuna mengi ambayo tunataka tuyafahamu zaidi kwa sababu yeye alikuwa akimtibia kiimani. As you know, Taz Genius ni mtaalamu wa tiba za asili, mganga wa kienyeji. Ni sawa shehe? Sawa. Kwema. Kwema kabisa. Pole sana na msiba huu. Asante. Sawa. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kupokea mwili wa mpendwa wetu Karina. Pengine kuna lipi la kuzungumza? Tumekuja kupokea nikiwa ni mmojawapo kama wa tuseme hawa kipindi wai wake alikuwa kama ni rafiki yangu familia, kwa sababu automatically kipindi pia hata namtibia mazoea na ukaribu na urafiki ulikuwepo. Kwa hiyo mimi kama binadamu wengine au ndugu wengine au marafiki na jamaa nimekuja kupokea mwili kisha tukaupumzisha. Sawa, aliondoka akiwa mzima, lakini leo tunakuja kumpokea sehemu ya mizigo. Pengine ni kwa kiasi gani, kwa kama ushawahi kumfanyia tiba, ni kwa namna gani hii inaumiza, na pengine una lipi la kuhasa vijana wengine kwenye maisha ya duniani? Kiukweli kwa sababu aliondoka akiwa mzima, tulitarajia arudi akiwa yuko vizuri. Yeye kuondoka, kila mtu lazima awe na majonzi, hata mimi, ndugu, jamaa na marafiki na watu wote ambao walihusika kwa namna moja au nyingine kumchangia, kumsaidia. Hata pia mama yetu Samia Suluhu Hassan pia alijitoa, kwa sababu anajitoa kwa mambo mengi sana. Hili ni mojawapo alijitoa, lakini imekuwa hivyo, Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Kwa hiyo tunaangalia nini kinachofuata. Tupumzishe mwili salama na dua nyingi tumuombee. Mengi yamesemwa kuhusiana na msiba huu hapa, kwa sababu alikuwa ameugua kwa muda mrefu. Yapo mambo ambayo yamezungumzwa, ushirikina umetajwa sana kwamba pengine ndio sababu ya yeye aliugua kwa muda mrefu, miaka 8. Watu wanahisi kulikuwa kuna mkono wa mtu. Wewe ni Taz Genius, mtaalamu wa tiba za asili, mganga wa kienyeji. Unafahamu mengi sana na ulishawahi kuwa unamtibia, lakini pia kuna kauli ulishawahi kuisema kwamba ndugu wa karibu ndio mtu ambaye anaweza kufanya kitu ambacho kilifanyika kwake. Hebu tuambie, ushirikina ni kwa kiasi gani unahusika kwenye ugonjwa wa Hawa mpaka kifo chake? Unajua tatizo, binadamu sisi tuna imani tofauti, na unaambiwa ili ujue tatizo au uamini tatizo ni mpaka tatizo likupate. Ushirikina hupo, Mungu yupo, lakini hichi ambacho ninasema, unajua kwenye mitandao unaweza ukaongea, mtu akatafuta tension au akatafuta umaarufu kupitia kitu, na ndio maana nilisema toka mwanzo tumuache Hawa, tumpumzishe salama, hayo mengine tutayaongea. Lakini Hawa ushirikina ulikuwepo 100% toka mwanzo, anaumia. Na ningekuwa mimi kama ndugu wa karibu, kabla ya kwenda hospitali ningeenda kwenye njia zingine, Hawa naamini angesurvive. Kwa sababu iko hivi, ndugu mwandishi, masuala ya imani hata tunayoongea hapa, kuna mwingine anaweza asiamini ninachoongea, lakini ndio maana nikasema mpaka kitu kimtokee mtu ndio ataamini uchawi upo. Hayo mambo yapo na ndivyo ilivyo, lakini nashukuru mimi niliweza kufunga maagano yote. Ina maana leo hii Hawa kama angekuja kutoka India ni mzima, angeishi vizuri tu, kwa sababu nilifunga maagano na ambayo yalikuwa yapo katika maisha yake. Hilo niliweza vizuri kabisa. Na nakumbuka hata Hawa kipindi namtibia, kuna wakati alikuwa vizuri kabisa mpaka tunacheka, tunataniana, na alishai kuja Tegeta. Yani tuseme kiukweli naumia, alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana. Pia limesemwa kwamba Taz Genius alishindwa kumtibu, akaruhusu aende hospitali, aendelee na matibabu hospitalini. Limesemwa pia hili. Ngoja nifahamishe au nikufafanulie. Unajua ukiwa Mswahili, Kiswahili kidogo kinakuaga kigumu. Sawa? Mimi niliweza
na niliweza haswa, na kama kauli yangu inasikika ieleweke, nilisema hapa alipofikia kwa sababu alifanyiwa operation, na hatua ambayo inatakiwa sasa hivi akawekewe layer, kwa maana layer ni ile operation alizopitia. Ule utumbo ulikuwa unagusana na nyama, kwa hiyo pale panatengeneza kama usaa au kovu, Hawa anaumia. Ikapata solution kwamba ni South Africa au India, akiwekewa layer anakuwa mzima. Lakini wakati huo kipindi Hawa kaja kwangu, mimi nimefunga maagano ya kichawi, maagano ya mizimu, maagano yote aliyofanyiwa, na ndio maana Hawa alikuwa aingiriki tena. Kwa hiyo mtu akisema ulishindwa sijui nini, inatakiwa achanganue. Aya, alishindwa, alikuwa kwangu kipindi anapata umauti, si alikuwa huko, lakini huko akatangaza kurudi, Mwenyezi Mungu akampenda zaidi. Lakini mtu akisema sijui umeshindwa, ni mtu huwezi kukubalika nabii kwao. Kwa mwingine, kwa sababu anakuchukia au anakuonea wivu, anapitia humu kuongelesha. Mimi haiwezi kunizuru kwa sababu ninajua ninachokifanya, na mimi ni mkubwa katika andasi ya uganga, na sio hao tu, hata waganga wa Tanzania, watu ambao ni waganga kweli, achana na matapeli, waganga kweli wananijua mimi ni 9 wa 90. Uliza mganga yote 9 wa 90 ni nani katika uganga. Pia lilishawahi kuzungumzwa hili kwamba pengine Hawa alishawahi kutembea na mume wa mtu huko nyuma ndo akafanywa hivyo vitu. Pia ni tetesi ambazo zipo, pengine wewe katika utaalamu wako wa kiimani zaidi, hili unalizungumzia juu, liliona ama ni maneno tu yanaozushwa? Yani unajua mtu akiwa na shida au kifo kina sababu nyingi. Kila mtu anaongea lake, asikike anaongea lake, atafute defense anaongea lake, atafute vibe. Hakuna cha mke wa mtu bro, wala mme wa mtu. Issue ni moja. Nilisema psycho iliyoko ndani kama ikikufanyia jambo linakuwa kubwa, na mambo mengine ni mazito, hayapaswi kuongea kwenye media, yanapaswa ndugu na wale ambao ni mtu wa karibu akijua, naye ibaki katika moyo. Kwa hivyo vitu vingine tukiongea kwenye media ni vizito. Ni kama wataingia wengine unachonganisha sijui nini. Unajua kwenye mitandao sisi tunapata maneno mengi, lakini ukweli unaishi, uongo unakufa. Sawa, pengine neno lako la faraja kwa familia ya Hawa, tuko hapa kwa ajili ya kumpokea. Neno lako la faraja ni lipi? Neno langu la faraja huwa ninasema kila siku, lakini mpaka uwe na imani ndio utanielewa. Huwa unakufa mwili, lakini nafsi huwa ipo na itaendelea kuwepo na itaelea katika hanga kama kawaida, lakini tu kuiona na kurudi kama nyumbani kuketi na kulala haiwezi, lakini tuache mwili upumzike kwa amani. Asante sana. Asante.